katika kaunti ya Kwale wakashindwa kugharamikia matibabu yao endapo msaada wa ufadhili wa shirika la Amref utaondolewa. Mwanahabari wetu wa Kwale Brivian Simiyu anaeleza zaidi kuhusu utekelezaji wa mpango wa kufadhili matibabu ya wagonjwa wa mapumbu. Abdalla Juma ni mgonjwa wa mapumbu aliyefaidika kwa ufadhili wa matibabu ya Amref ulioanza mwaka wa 2023. Juma ameishi na ugonjwa huu kwa muda wa zaidi ya miaka 10 kabla ya kufanyiwa upasuaji katika hospitali ya Kwale. Nililetwa hapa Kwale nafikiri Jumatano, leo siku ya kama 16 tangu letwa hapa. Kafanywa matibabu ya kwanza. Kaka jana nikafanywa matibabu ya pili. Sasa namshukuru Mwenyezi Mungu. Haya ya pili ndio nasikia nafuu kabisa. Juma aliyekuwa akifanya kazi za jua kali sasa anaendelea kupata nafuu katika wodi ya wagonjwa ya hospitali hiyo. Mimi ni mtu wa kunyorosha magari na kupiga rangi. Tunashukuru basi ulifanya kuniangusha ngawa hata siwezi. Mtoto wangu ndio akaja akanichukua huko makazini ambao jua kali. Mimi ni mtu wa jua kali. Sijaajiriwa. Daktari mkuu wa hospitali ya Kwale Paul Gadhuma anahofia kuwa wazee wanaotegemea msaada huo wataathirika endapo ufadhili utasitishwa. Tegemeo letu pia ni SHA, kwa sababu mgonjwa ambaye ana hii hali akiweza kupata SHA pia itaweza kumsaidia. Kwa hivyo kama dona hayuko, hiyo ndio itakuwa tegemeo letu. Lakini pia ni vizuri nitaje kuwa sio wote wameweza kulipia SHA. Wengine wameregister lakini hawajalipia. Kwa Juma na wenzake, ni matumaini yao kuwa mpango huu utaendelea ili wazee walio na shida ya mapumbu waweze kusaidika katika kaunti hii. Mimi ningependa azidi kuendelea na kuendelea, ili asaidie wale wengine ambao hawajiwezi. Ugonjwa wa mapumbu husababishwa na mbu kulingana na wataalamu wa afya wanaoshauri wakazi kuzingatia mbinu za kujikinga dhidi ya maradhi haya. Kuna sehemu fulani tunaona ugonjwa uko mwingi zaidi, na hizi regions tunajaribu kurelate na wale mbu. Sana sana zile low lying areas ambazo zina maji ambayo iko stagnant, tunaona iko kwa wingi sana. Nikiripotia TV47, mimi ni Brivian Simiyu.